Na nitoe tu salamu kwamba hii kazi tunakwenda kuifanya kwa userious wa maisha yetu. Jeshi la polisi mko hapa leo, tunakuwa hatuna muda wa kutosha, lakini natoa tu salamu jeshi la polisi, usalama. Nimeona kuna watu wana rekodi hapa. Hii sio kazi yenu. Kazi yenu ni kutulinda. Kazi yetu ni kulinda watu wanaotekwa. Kata ya Starike kule kila siku watu wanapigana kwa sababu ya ardhi, watu wanauana, mnashindwa kutetea vitu vya msingi, mnaanza kupiga picha hapa. Kazi ya usalama wa taifa, jeshi la polisi na baadhi ya viongozi wasio waaminifu kwenye mkoa wa Katavi. Leo tunapoteza vijana wetu kwenye mkoa huu wa Katavi kwa sababu ya barabara mbaya. Vijana wa bodaboda wanakufa kila siku, ajali barabara kutoka Starike kwenda Kagwira. Watu wanakufa, mbunge yupo anacheka tu. Yaani tulimpeleka bungeni nyinyi kwanza, mlimpeleka? Si walijipeleka? Chadema tulisema hatutaingia kwenye uchaguzi ambao unatumia nguvu ya dola, serikali wanaua watu, serikali inamwaga damu ndio upate ubunge. Chadema tukasema no reform, no election. Kwamba bila mabadiliko ya katiba, bila mabadiliko ya sheria na tume huru ya uchaguzi, hatuingii kwenye kitu kinacho uchaguzi wa mchongo. Kwa hiyo huyu mbunge ni wa mchongo, madiwani wa mchongo, mkurugenzi wa mchongo, wote ni mchongo mpaka mama. Sasa niwaambie, nikisema mchongo CCM wananielewa, si ndio? Sasa kwanza nimpe pole kupitia nafasi hii. Leo sitazungumza. Mzee Beda, pole sana kwa kuchinjwa. Sasa hii ngoma nimepewa mtoto wa mjini hapa, mtoto wa Mpanda. Mimi ni kijana wenu. Huyu Mwarabu wenu, huyu Sumri Mwarabu wenu, mwambie Kapufi ananielewa vizuri. Sasa mimi nipe pole tu mzee wangu Mzee Beda alikatokato huko kwa ujanja, lakini mimi huyu Mwarabu nitamuonyesha ngoma ya kiume. Mwambieni mwanaume mwenzio kaingia mzigoni, ndio kazi imeanza. Peoples. Kwa kumalizia, kutokana na muda, wageni wangu walikuwa wote: Mheshimiwa Aida Kenan, Mheshimiwa David Mwabigija, kaka yangu Juma Mtojofu. Mkoa wetu wa Katavi una matatizo mengi, viongozi waliopita hapa wameyaeleza, sitaweza kuyarudia moja baada ya jingine. Tuna changamoto kama nilivyosema ya barabara hizi hazina mitaro, takataka zimejaa hapa. Na nilipokuwa mbunge, nikiwa bungeni, nilisema kuna ufisadi kwenye halmashauri hii. Tudiwani tupo, hakuna wanachofanya. Badala ya kwenda kupitisha bajeti ya kununua magari ya taka, yani kwenye manispaa hii tungekuwa na magari 6. Lakini mbunge na madiwani wanakula mishkaki mtaa wa Simba badala ya kutatua kero za wananchi. Alafu madiwani wanakwenda kupitisha bajeti ya gari la mkurugenzi milioni 200. Watu wa Mpanda, nyinyi sio wanyonge, na mimi mwenyekiti wenu niko mstari wa mbele kupambania maslahi ya wananchi. Tulifungiwa kwa zaidi ya mwaka, lakini sasa tumerudi mzigoni. Tutaonyesha kwamba sisi ndio wapiga kura na ndio waamuzi wa maisha yetu katika jimbo la Mpanda mjini na mkoa wa Katavi. Mko tayari kutuunga mkono? Ni hivi, si mliona Kenya jamani? Mafuta wakakiamsha siku moja, siku ya pili Ruto wakashusha mafuta. Tunafeli wapi babu? Yaani kuna mambo sio kukaa kupigizana kelele. Hawa polisi wako wachache hapa. Tukisema magari ya taka, tunahitaji manispaa yetu, mitaa yetu, kata zetu ziwe safi. Tunachangishwa maushuru wanapita kila siku na tudaftari 5,000. Kwanza kwa nini mnalipa wakati watoi taka? Oya. Yaani unatoaje 5,000 takataka hazikusanyi? Yaani unachangishwaje michango? Hawa wenye vitu wa serikali wa CCM wa za mitaa na vijiji wanachangisha wananchi pesa za kujenga
tunakoelekea. Tunafeli wapi? Lazima tuelewe nguvu ya umma ndio itakayoleta mabadiliko ya kuishinikiza serikali iache kuibia wananchi. Tuna maisha magumu, wazazi wetu wanatumikishwa, wazazi wetu wanakufa hospitalini kwa kukosa dawa, na sera yetu ya afya inasema mzee atibiwe bure. Nani babaki akienda hapa anatibiwa bure? Sasa mbunge yupo na cheka tu, madiwani wapo wanafanya kazi ya kwenda kupitisha gari la mkurugenzi milioni 200. Kuna vijana wanakufa ni tegemeo kwenye familia, wazazi wanabaki na msongo wa mawazo. Kuna kina mama leo wamebaki yatima kwa sababu ya ugumu wa maisha, wanaingia kwenye matendo yasiyofaa. Leo mkoa wa Katavi kwa sababu ya ongezeko la watoto wa mitaani, wazazi wetu walio maskini wengi wanajikita kwenye kilimo ambacho hata serikali ambayo tulitegemea kwamba kilimo ni uti wa mgongo iwekeze kwenye kilimo, wanawekeza kununua vitu vya kifahari tu. Watanzania, haki yetu ya kudai nguvu ya umma na kulinda kodi zetu iko wapi? Watu wa Mpanda leo nimesema hii ni salamu tu. Tunadai kwa upole. Njia ya pili itakayofuata, kila tatizo litakalotokea kwenye mkoa wa Katavi, nitashinikiza wananchi waungane na Chadema tudai haki zetu, kwa sababu hatuwezi kuwa na diwani, hatuwezi kuwa na mbunge waliojipeleka kwa nguvu ya damu. Kuna watu wetu wamekufa huko, watuelewe wako wapi. Tukae tunacheka nao kama vitu malizane tu. Tunaishi mara moja bwana. Sasa nimalizie kwa kusema hivi. Nimekuja leo mahususi kabisa. Mnakumbuka chama chetu Chadema tuna operation free Tundu Lissu, operation katiba mpya, si ndio? Sasa mimi leo nimekuja kusafisha pori ili nimlete John Heche mwezi wa 6. Wangapi mko tayari? Tunamleta nani? Mko tayari? Peoples, mko tayari? Tukinukishe. Tunataka nini? Tunataka katiba mpya. Lissu sio mwaini, si ndio? Sasa mimi niseme kwa kumalizia kabisa, tuna changamoto nyingi ambazo tumesema, viongozi wangu wamezisema, na niwakumbushe tu, hata nilikuwa na Mheshimiwa Mwambigija tulipokuwa Kavuu, naambiwa mkuu wa wilaya katika wilaya Mlele, jimbo la Kavuu, mkurugenzi na mkuu wa wilaya wanalima kwenye mbuga hifadhi ya Tanabe, lakini wanaendelea kuendesha operation ya kuumiza watu na kupiga risasi wananchi, na kesi nyingine Chadema tulizishughulikia mwaka juzi na mwaka jana. Kama nilivyosema mwanzo hapa, hizo ndio kazi za usalama wa taifa, hizo ndio kazi za jeshi la polisi, sio kuja kuturekodi tu hapa eti wameongea nini mkafungue kesi za kisiasa. Wamechoka hao. Wananchi au wenyewe wamsikia. Sinasikia kwenye vyombo vya habari Wasukuma mashemeji zangu wanapigwa risasi kule Kavuu, lakini leo wako bize na simu na rekodi, yaani utazani sijui ni mbalao. Ndugu zangu, yapo mambo mengi ya msingi ya kushughulikia, na nilipokuwa kata ya Itenga niliwaambia changamoto tulizonazo kwenye manispaa yetu, ukosefu wa dawa. Leo ukienda pale manispaa, huwa unaumwa kichwa, huwa unaumwa mgongo, huwa unaumwa UTI, wewe bili yako itakuja 80,000. Lakini muda huo dawa ni tatizo, unaelekezwa kwa kwenda kununua. Na mimi katika hili nisema watumishi wa afya wanafanya kazi kubwa katika mazingira magumu. Watuunge mkono, mishahara yao ni midogo. Leo kama mkwe wa Samia Mheshimiwa Mchengerwa anaenda kununua begi ya LV, begi la Gucci la milioni 12, alafu kuna baba yako anakufa tu hospitali, anakufa kwa sababu hakuna damu, ameishiwa damu. Haya mambo ya kubariki. Ninaomba muungane na jeshi la Chadema
sema peoples. Sinimalize ndugu zangu. Naomba nimalize. Huu ni mkutano kama nilivyosema, ni utangulizi. Si mmenielewa? Si hata chawa mama wamenielewa. Kuna mtu ambaye hajanielewa? Sasa nataka nilete mashine. Nimesema hii ni introduction. Wale watoto wa mama, si kila mtu ana mama yake. Tuna matatizo mengi kuliko hayo mambo ya kipuuzi wanayotuletea. Kuna vijana wiki iliyopita nilienda Kibo pale, wilaya Tanganyika, wako 10. Wamewekwa ndani zaidi ya mwezi, wamepigwa na kuumizwa. Usalama wa taifa na jeshi la polisi wapo tu. Eti wako wamewekwa mle ndani kwa sababu ya skendo ile nyeti zinapotea, wameshikana bega huko kwao. Tuna matatizo mengi zaidi ya kupoteza nyeti. Leo maisha yalivyokuwa magumu, hata kina baba nguvu zinapotea tu. Hata sisi wanawake uwezo wa kubeba mimba unapotea. Maisha magumu, kausha damu, vikundi waume zetu wanatekwa. Kwa nini usikose hizo nguvu za kubeba hata mimba? Kwa matatizo yote tunaachia nani? CCM. Ungane na jeshi la Chadema, tushinikize serikali imwachie Tundu Lissu. Tundu Lissu sio mwaini, anatakiwa kuwa uraiani, apambanie wananchi wake na sio hizi skendo za kipuuzi na kesi ya uongo na ya mchongo iliyotengenezwa kwa Mheshimiwa Lissu. Na mimi mwenyekiti wa mkoa, mamlaka zote mko hapa, mambo yangu wanayajua vizuri. Tutashinikiza wananchi waingie barabarani, wafanye maandamano ya amani, Tundu Lissu aachiwe. Na operesheni hii ndio inayoanza kuanzia mwezi wa 6. Tutamleta Lissu, nitampeleka jimbo la Nsimbo, tutampeleka Kavuu, tutampeleka Nyonga, tutampeleka na Mpanda mjini. Hapa tutafungia kwa kukiamsha kweli kweli. Peoples.